Hiyo kamati ya maadili. Kuna mtu ameshawahi kushinda maadili Yanga, kuna mtu ameshawahi kushinda maadili. Hersi alipelekwa maadili. Lakini hakutoa hukumu. Unajuaje kama kutoka hukumu? Haikutukuambiwa, ili walipelekwa tu na mpaka leo. Manake kama wangetoa maamuzi, Hersi akashinda tukajua alishinda kwenye hizo kamati za TFF. Kwa sababu alikuwa na shida na watu wa TFF ambao ni secretariat, ambao ndio wanamshtaki kwenye kamati. Sasa leo Yanga wanakosa. Kosa lake lilikuwa nini? Kosa lilikuwa la kimaadili. Nini ndio? Sina kumbukumbu ya haraka, unaweza kanikumbusha. Wakati ule anapelekwa kwenye kamati alifanya nini? Tukumbushane tu labda shida. Wakati ule wa MC wa nani? MC wa Kigogo. Unakumbuka? Nakumbuka. Kwamba watu walikuwa wanamtumia mtu ambaye amehukumiwa. Maana TFF wao ndio walikuwa wanaona mbona kama tunachezewa. Lakini kesi hiyo ikaisha. Si juu. Ni wao. Kwa hiyo ninaoja, lakini ninaoja. Yes, kama wanaweza kukushtaki na wakaku. Kwa hiyo kwa kifupi tunakubaliana kuna liwahi kushinda kesi dhidi ya TFF. Na unajua mara nyingi hakuna kesi dhidi ya TFF. Tumsomee Juma. Mnisomee. Ilikuwa Agosti 7, 2022. Naona barua hapa inaleta ya TFF, naona signature ya Clifford Mario Ndimbo. Hii ni barua ambayo imeandikwa Agosti 7, 2022. Inasema Secretariat ya Shirikisho la Mpira wa Miguu Tanzania TFF imewafungulia mashtaka ya kimaadili rais wa Yanga na aliyekuwa ofisa mhandisi Hersi Said na aliyekuwa ofisa wa klabu hiyo Haji Manara. Hiyo ilikuwa ni ya kuwashtaki. Kamati ya maadili hivi karibuni ilimfungia miaka 2 Manara kujihusisha na shughuli yoyote ya mpira wa miguu, lakini ameshindwa kutekeleza adhabu hiyo. Naye mhandisi Saidi amefunguliwa mashtaka kwa kwenda kinyume na ibara ya 16(1)(a) ya katiba ya TFF pamoja na ibara ya 1(6) ya katiba ya Yanga. Hiyo sasa ni ya kuwashtaki. Kuna ya hukumu kutoka Juma, iko hivi. Tusizunguke. Ndio. Kila jambo lina utaratibu wake. Utaratibu wa mpira uko hivyo. Zinaundwa kamati huru. Na hizo kamati huru zina comprise watu huru kutoka kwenye taasisi tofauti. Ndio maana hao wanaoitwa kwenye hizo tunawachukulia kama watu huru, na hizo kamati zinaishi kwa miaka 2 baadaye wanateuliwa tena au wanaletwa watu wapya, kwa vile ambavyo uteuzi wake unafanywa na rais wa TFF, tukiamini kwamba anapaswa kuwa mweledi kutafuta watu ambao watakuja kusimamia weledi kwenye hayo majukumu. Ndio hizo kamati tunasikia za nidhamu, kamati ya nidhamu ya maadili, kamati ya nidhamu ya rufaa, kamati ya rufaa, ziko namna hiyo. Unaruhusiwa kuprotest. Yes? Unaruhusiwa kuprotest kama una mashaka, sio? Yes, unaruhusiwa kuprotest, na ndio maana kamati ya nidhamu ya rufaa ndio kamati ya mwisho ya kufanya maamuzi. Baada ya hapo ukisoma kanuni zinakuelekeza kwamba wewe unaruhusiwa kwenda kasi. Sasa watu wameruka wamekwenda mpaka kasi. Kasi wamesema hii imekwisha. Kwa jambo alipo tena. Ashrafu. Kivyo vyote kwa hali hili, unajua kwenye mpira ni watu hao tunaishi nao na tunasikia. Ambazo zipo baada ya haya yote kutokea. Yanga wameshajipanga, ambapo taarifa ambazo tunazisikia ambazo sio rasmi za club ni kwamba hawatacheza hiyo mechi. Hiyo wamesema hadharani. Lakini wakiwa wanawaza kwamba hata deduction ya points zikitokea alama 15 kwa mujibu wa utaratibu, wao watakuwa kwenye nafasi pengine ya pili, bado anashika nafasi ya pili, Rich anapata uwakilishi wa kimataifa. Yes, bado watapata uwakilishi wa kimataifa, akichukua ubingwa wa CRDB bado watapata uwakilishi wa kimataifa. Kwa hiyo Yanga wanaweza usipoteze kitu kikubwa sana, lakini wanabaki na msimamo wao kwamba mechi hawachezi. Sio kila msimamo wakati mwingine unakuwa ni sahihi. Ndio. Na Yanga kutocheza hiyo mechi hawamkomoi yoyote yule, zaidi yao wanajikomoa wao wenyewe, kwa sababu wamewekeza, wamekuwa na wachezaji wengi na lengo kuu ni kushinda huo ubingwa. Unaelewa? Wakati ligi inaanza walikuwa na malengo mengi sana, ikiwemo kufika quarter final kwenye michuano ya Champions League, lakini pia kutetea mataji ambayo waliyatoa msimu uliopita. Kwa hiyo huko kwenye Champions League wameshindwa. Unakuja kwenye ligi unakubali kukatwa alama 15 kwa msimamo tu kwamba hatutaki kucheza kwenye vitu ambavyo hata kasi huko ameona kwamba hauna hiyo nafasi ya kuweza kupata alama 3, unatakiwa uende ukacheze mechi, sawa? Kwa hiyo wanawaaminisha nini mashabiki zao? Yani
tunashindwa vipi kwenda kucheza tukubali yani tumepambana kupambania alama 3 kwenye kila mchezo, tumemwaga jasho na damu, tunalipa wachezaji mishahara, tunasafiri, unaelewa? Alafu tunakuja kukata alama 15 kwenye kitu tu ambacho tunatakiwa kucheza. Ukiuliza hatutaki kuonekana kwamba tulishindwa. That is not true kwangu mimi, kwa sababu mimi kilichopo hapa, trust me, hii mechi ingekuwa inachezwa Yanga wanatakiwa kucheza na watu wengine wangecheza, lakini kwa kuwa Simba wao walishindwa kupeleka mechi pale na kwa kigezo kwamba walitumia kanuni ambayo inawalinda wao kwenda kupeleka mechi, wanaona kama watakuwa wameshindwa na wamepigwa KO na opponent wao ambao ni mpinzani wao Simba. Hiki ndio kitu pekee ambacho kinawafanya Yanga wasipeleke timu, hakuna kingine. Kwa Yanga wako kwenye mashindano, of course hamna kitu kingine ambacho mimi nakiona, kwa sababu huko ambako walikimbilia kasi wameenda wamerejeshwa kule, wanakaambiwa kwamba hii kitu litakiwa ianzie huko, unanielewa? Huko ambako waliona kwamba hawana imani na bodi ya ligi pamoja na TFF, walishaweka wazi na wakasema wao wamefanya uchunguzi, wameona okay, Simba walikuwa na haki ya kutopeleka timu, unanielewa? Tutapanga tarehe ya kwenda kucheza. Of course Yanga, mimi jana niliuliza hapa kama Simba walitumia kanuni kutokwenda kucheza, ingawa mashabiki hawataki kuelewa na haoni uzito wa hiyo kanuni. Bodi ya ligi walikuja kutuambia kwamba walitumia kanuni kuhairisha yule mchezo. Yanga wanatumia kanuni gani kutopeleka timu uwanjani tena baada ya bodi ya ligi kupanga tarehe na kuja kuambiwa ni msimamo? Sasa kama ni msimamo, it is okay, wasipeleke timu, watakatu hizo alama 15, then watakuja kutuambia kwamba huu msimu lengo lao lilikuwa ni kumaliza nafasi ya pili ili wakashiriki kwenye michuano ya klabu bingwa. Unajua kitu kimoja Juma, kuna kauli ambayo Wajemedari anaisema mara kwa mara kwamba viongozi wetu ni zao la mashabiki. Viongozi wetu wengi wa mpira hasa kwenye upande wa vilabu. Na ukiangalia shida iliyoko hapa ni hiyo mindset ambayo tumejitengenezea kwamba kuna timu au kuna watu kwenye huu mpira wana haki kuliko watu wengine, kwa sababu katika hali ya kawaida jiuliza kitu kimoja, wewe ushawahi kusikia lini timu 14 za ligi kuu zinalalamika kwamba bwana hatujawahi kuwaona Simba na Yanga wakicheza saa 8 mchana, lakini the rest of the league wanacheza saa 8 mchana? Kwa hiyo what is so special kuhusu Simba na Yanga? Mentality hizi tulizojiwekea kwamba wao wana haki kuliko kila mtu. Kuna zile mentality kwamba sisi ni wananchi, sisi tunaweza kufanya jambo lolote, sisi tunaweza tukaamuru mashabiki wetu wasipande boti. Watu wanasema sisi ni timu ya serikali. Umeelewa? Sisi tumepigania uhuru. Imewahi kufikia hatua walifanya hivyo. Imewahi kufikia hatua kuna mtu aliwahi kwa uhuru zipagiwa na klabu nchi. Si watu wote wamepigania uhuru walikuwepo tu. Au watu kama kina Mwalimu Julius Nyerere walikuwa wanawakilisha klabu gani bwana? Na mimi nikwambie kitu bwana. Sawa. Unaona hicho tukisema Jeff. Alafu mimi juzi mtu wamenihoji nikasema klabu mbili tu nchi hii ndio zinapendelewa. Na ukisikia ugomvi wowote ni baina yao wao, mmoja anahisi sasa huyu kapendelewa sana, mimi hapa sijapendelewa basi. Lakini huwezi kukuta klabu nyingine huu mgogoro huu unausikia simply ni kwa sababu ni Simba against Yanga. Ukitaka nani ajazungumza ngoja kidogo na nani. Mfano mmoja, acha nimalize. Kwa mfano mmoja. Si TFF hii ilibadilisha time kick off. Sawa? Na kulikuwa na sababu. Yanga walienda kiwanjani kwa muda waliotaka wao. Na walisema sisi tutakwenda muda huu. Mechi hii hatutocheza. Baada ya kutoka saa 11 kwenda saa 1. Walienda muda waliotaka wao saa 10, 11 hawapo. Wakaenda Simba, ukaguzi ukafanyika, waamuzi walikuwepo na kila kitu, taratibu zote za mchezo zilizingatiwa. Lakini mechi ilirudiwa. Sawa? Kwa sababu utaratibu wote ukifanyika, maana yake timu iliyopo kiwanjani ndio inayopewa ushindi. Lakini utaratibu ulivunjwa na timu, mechi ilirudiwa. Sawa? Young Africa walikuwepo pale kiwanjani kabla ya muda. Na walioamua kick off itakuwaje, itakuwa nini, walikuwa ni TFF. Na Yanga wakapangiwa muda mwingine, hawakunyang'anywa point. Sawa? Dogo hapa amezungumza kitu cha maana kabisa. Alama 18 in total, sio 15 tu. 15 ambazo tayari usha kusanya. 3 ndo hizi unazipoteza. Mchezo. Sawa? 3 hizi unazipoteza. Unaenda kuambia nini watu? Unataka kuambia watu, maana yake mimi kwanza najiuliza. Hivi ushushwi nani Zamani sasa. Wakati ule, unakumbuka wakati huo wa kanuni hii, wakati ule ulikuwa unashushwa madaraja mawili. Maana yake Yanga walipaswa kushushwa wakati ule madaraja mawili kama Simba wangepata alama 3. Leo wanachukua alama 15 wanakudai na milioni 5. Ulipe kabla ya mechi ijayo. Lakini alama 3 hizi umekosa. Lakini unashika nafasi ya pili, mtaenda wote kimataifa.
nani anajua sasa? Sinategemea na matokeo ya mechi zilizobaki. Zinakuwaje? Mpunguzia Yanga point 18 hapa anakuwa yeye anashika nafasi ya 5. Alafu wao wanajua nguvu yao. Akishinda zingine zote. No, nguvu kubwa hapo itawekwa wapi? Itawekwa kwenye FA. Ili walau ukacheze shirikisho. Kwa sababu 15 hapo ukiminus watu wanakuja chini huko wako chini wanakuwa wanapiga na wenyewe. Crown Media. Hapa ni nyumbani.